shida iliyobaki ni kwenda kwa mganga tu. Haiwezekani blaza au anakuwa mgumu kiasi hichi. Bora nikupita naye tu kabisa. Maana kila anachokizungumza yanajifanya ni mgumu kuelewa. Hivi kwa nini? Na nyamba shanga nini hapo? Pata hapo. Mizimu kutoka magharibi, pande zote za dunia, naombeni mnisaidie kama kijana wenu mliyenituma kuifanya hii kazi ili niwasaidie binadamu. Naenda kutafuta dawa mkapate kunipa macho ya kuzipata hizi dawa nazoenda kuzitafuta. Mwana wewe iwanze wewe. Hadi. Kama kuna mtu. Hadi mtaalamu. Lakini ngoja nimsubirie maana inaonekana mtoka kutoka sasa hivi hapa. Ngoja nimsubirie maana inaonekana ni kama alikuwa sasa hivi hapa. Leo lazima nimsubirie. Usiogope. Hapa ni sehemu salama. Mtaalamu. Hapo kuna rafiki yako alijakaa sana. Dogo lazima yuko kwa mganga. Tulia. Jua shida yako. Kweli mtaalamu? Najua shida yako ni nini. Na ndio maana nimeongea. Sawa mkuu. Shida kubwa sana. Na inahitaji utulivu. Tulia kijana. Hapa umefika. Nitakusaidia. Nitashukuru sana mtaalamu. Nimejipanga vya kutosha. Kama damu ache imwagike. Ila lengo langu litimie. Kama ni pesa usio na shaka. Pesa nitakupa. Kijana, mizimu imegoma. Inataka kitu chao. Haiwezi kufanya kazi bila kuona nguvu kutoka kwako, bila kuona ushirikiano kutoka kwako.
Nadhani utakuwa umeelewa ni nini namaanisha. Bado sijakuelewa mtaalamu. Labda ninyeshe mimi, haya mambo kwangu ni mageni. Ila sasa nimekuja kwa sababu nina shida. Sawa. Kijana we, kijana we, kijana we, kijana we. Kijana we, kijana we, kijana we. Kijana we. Tia hazina ya mizimu. Hazina ya mizimu. Yaani weka ni kama unavyotoa sadaka kanisani. Weka hazina ya chochote kitu. Ndio maana yake. Wala sijali mganga. Kijana we, kijana. Nataka msaada, kijana. Kijana, kijana. Unataka kuikosea mizimu? Unaikosea mizimu? Unaikaje buku 1000? Mizimu haitaki kitu kama hicho. Kijana, unaichezea mizimu? Anaongeza hiyo. Kijana, kijana, utakufa vibaya. Kijana. Usimesema sadaka? Chache sana. Unaweza ukafa. Unaweza kupotea kabisa yani. Ongeza wazi. Nimeletwa kuwasaidia nyie, lakini wewe unaichezea mizimu. Sasa mtaalamu, natoa hizi hela. Kijana, rudisha hizo pesa ulizotoa humo. Haitakiwi ukiweka humo kitu ukakitoa. Nataka ni kosa kubwa sana. Alafu unapoongea haitakiwi kunipinga. Kijana, rudisha na zile ulizozitoa. Weka na hizo humo zote. Hapo sasa umefurahisha. Yule mganga yule sinamfahamu mimi. Aise. Kwanza nikikumbuka yule mganga ni mimi nilimpa dawa Sawa. Wewe jini kasongo nisaidie, jini kasongo nisaidie. Wewe jini kasongo nisaidie, jini kasongo nisaidie. Mentu nye kazi yetu, wewe jini kasongo nisaidie. Kijana, na dawa ambayo nitakupatia. Na kuna masharti pia nitakupatia. Ukikosea utadhurika parefu. Yaani wewe utakuwa kichaa ama utakufa. Dawa zimemchanganya. Dola ya kuwa mkubwa hivyo. Naona kila kitu. Kila kitu nakiona. Sasa ngoja muda utakapofika sahihi nitamwambia. Kumbe amezamilia kweli Sio cha kufanya wote na mganga wake tapiga vipofu hata amini. Yeah.
Kijana, ninakupatia hii dawa. Ndio utakuwa unanielewa. Kuna masharti ambayo nitakupatia. Shida yako inakwenda kuisha leo na kesho. Ile nyumba utaiuza. Nadhani utakuwa Lakini mganga, mimi nitaka afe leo ili nyumba ile nilisi, afu na mke wake naye nimlisi mwenyewe. Kwanza tuanze kuuza nyumba. Ndio sharti ya mizimu yangu. Ndivyo ilivyosema. Kwanza tuuze nyumba. Ikishauzika nyumba ndipo atakapokufa yeye. Yaani nyumba tu ikishauzika, ukishakabidhiwa zile pesa, kaka ataanza kuumwa. Na hapo usijaribu kumpeleka hospitali yoyote. Akishaguswa tu na sindano yoyote, basi atakuwa mzimu na atakusumbua milele. Mtaalamu, ni mpaka nimefika hapa nimekuamini sana. Hii dawa kaweke kwenye mtu ambao huo. Sawa. Na hapo angalia asikuone mtu yoyote. Sawa. Na hapo ndipo uanze kuongea na mtu. Na kesho kaichimbie hii dawa kwenye pembe ya mkono wa kulia, ndipo uiuze, na utauza kwa bei yoyote unayoitaka wewe. Nadhani hapo nakomea. Nashukuru sana mtaalamu. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Na sitakuangusha. Niko makini. Mtaalamu, nakukubali sana mtaalamu. Huyu dogo yuko serious. Kumbuka, usigeuke nyuma na usiongee na mtu yoyote. Na mimi nakuhakikishia mtaalamu, nikifanikisha hili zoezi, nitakutoa huku nitakuleta mjini. James, hatua uliofikia mbaya sana. Mbaya sana. Acha ngoja. Kasongo, msaidie mzimu Kasongo, msaidie mzimu Kasongo, msaidie Kasongo, Mungu we, nani alileta kubeti, wamenipuna mwe, kuna deki, pige hapo sana, hapo nakunja tabora. Aliyeleta kubeti ni nani? Sasa wamenibonga za kutosha kuna deki. Wamenibonga za kutosha. Hii imeenda. Sasa hapa sikunja tabora. Kinga kidogo na James! 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 Bwana yetu kwa kinywa wewe ndio vipi? James! Wewe James, nakuita kutoka pale nilipokuwa nacheza pale, nimepata na hela humu kabisa za kuwalipa. Alafu nashangaa na kwetu tupo kimya tu. Na hii tupo kimya. Na hii tupo kimya. Kuna nini James? Mbona leo uko tofauti? Umeniita hapo kwani? Aya nini tena? We. Kichwa kinakuuma. Leo umezingua. Mbona unakuwa mkali tena? Ni kwani kuna nini kimetokea? Kielelezo cha kunita. Sasa nazingua wapi? Unazingua baba. Nazingua wapi wakati ni mimi nimekuita mara nne yote tumenyamaza. Alafu tu. Nazingua shobo gani tena? Anakwambia unite nani? Utanitafuta. Unajua ukaje unitafuta take. Unataka unajua? Pesa zako zisiingereze bro. Ana wewe mbona unakuwa na hasira? Wewe kipumbavu tu utanikuta. Utanikuta. Yaani mmenikatia hata kwenye ladha ya kucheza nilipokuwa nacheza. Wewe pumbavu wewe. Pumbavu kabisa huyu.
Ananikera tu. Wateja kokoto, ina maana mjasikia. Jamani kokoto. 500. Pauzia. Na yeye shoga zangu mna gugo. Yaani hata kuja saluni kwangu. Yaani kama vile amsuki, ona mwingine nywele ziko tu hapo. Akati fundi niko. Nina saluni hapo juu. Shoga yangu, sisi kwetu tutakuja kusuka au tutuvitu na tuuzia kweli mtu jamani. Si baada ya kuona hamji saluni ndio maana nimeamua nifanye nitengeneze hata tutamu kweli barau. Sisi tunataka kingine tutakula pale. Ongeza. Tuchukue tenda tutamu, sasa tutasuka kweli hapa. Jamani mwage mnakuja saluni kwangu hapo juu. Afu mimi bei zangu ni laini tu. Unasukia wapi ndugu yetu? Eti tena hapo juu. Sehemu gani? Barabara hii. Sehemu gani? Pale juu. Wapi? Pale juu hapana jini. Pale juu kwenye ile dispensary ya DM pembeni. Sawa shoga yangu, tutakuwa tunakuja. Tindo zote hata ukitaka nikuunge rasi, kuosha, afu bei zangu ni simple. Sasa utakuta unafanya bei. Hapana shoga yangu. Bei zangu ni simple sana. Sawa, tutakuwa tunakuja. Haya karibuni. Haya sawa. Ngoja mimi nifike. Haya, asante. Karibu tena. Haya. Karibu. Asante. Tufike. Asante. Haya. Sasa mkono wa nini wakati wewe ulisema wewe ni tajiri siku ile na kuita upo kimya na kuita upo kimya? Hapana bosi wangu. Tumeanza kunipamba tena. La bosi unalo niita hilo. Sikia nikwambie ndugu yangu. Ndio bosi na kuita upo kimya sasa hivi unaanza kusema bosi. Wewe ndio bosi. Hapana bosi wangu. Sikia nikwambie sikio lilivyotokea. Unajua? Mwenzio lile swala ile la kuuza nyumba sawa? Nikale mtoka kwa mtaalamu. Sawa? Na hata hapa naumiza kichwa sielewi. Mganga mashati aliyonipa aniambia nisigeuke nyuma. Kwa unavyoniita vile nikajaribu kukufungia bosi wangu ili uelewe somo, lakini nikakuta umenilazimisha mpaka nikakosa chance ile rafiki yangu. Sasa ngoja nicheke. Ngoja nicheke. Yaani wewe kiwaluwalu wewe na akili zako hizo leo ulienda kwa mganga. Leo ukienda kwa mganga wewe lazima ukosee tu. Kilabuni nitukane kwenye baa. Nikakusamea kimya. Ndio tunakuita hapo kwa kimya tu vile. Tajiri, na mganga huyo alikuwa hana akili wa kutibia wewe. Sawa. Unajua? Mimi sio kama cha pombe sana ndio sina akili. Nalewa kwa sababu blaza Joel hataki kunielewa. Na siku ile sasa ndio nilikuwa naua kila kitu. Kwa sababu hata mganga hela niliyompa nimempa hela kishindo. Na yeye akaniambia hapa ndio tumemaliza kila kitu. Mimi ndio professional. Witch doctor. Masharti yako umekosea wapi? Si uliniita niligeuka bosi wangu. Na ndio maana nikataruki sana siku ile tajiri. Wewe kaongo, unatafuta sababu nyingine. Ongea tu hiyo sababu nitakusikiliza. Sikia tajiri mapema. Iko hivi. Yote na yote. Hebu tushauriane. Ninavyokueleza sema mimi ni muongo. Hapa nipo takia niite tena kwa mganga. Maana nishakosea shariti. Na niambia tu nikikosea shariti nitakuwa kipofu au naweza nikafa. Na nimempa hela alafu sasa hizi leo zitakuwa zimeenda bora zitafanya kazi. Tufanyeje?
tushirikiane. Ninapoongea nipo serious, namaanisha hata si tajiri yangu, namaanisha. Naomba nisaidie, nishauri kitu cha msingi, kama ni hela zimeenda zote, na kuomba tajiri yangu. Wewe ndio unayetegemea hapa nini? Inuka kwanza ili tushauriane ukweli. Naona sasa kwanza niaje kwanza. Sikiliza kwanza, inuka ili wewe ni mwanaume, utanipigeje mwanaume mwenzako magoti? Wewe simama. Sasa fanya hivi. Mrudie mganga wako. Sasa sawa, mrudie mganga wako. Lakini kuna chuma unacheza nacho. Hivi kaka yako hana nani chochote cha kichawi hausiki mwe? Hiyo mweupe tajiri. Mweupe? Hiyo mweupe tu. Na nilichopanga sasa. Na sasa alinidokeza kineno fulani hivi. Ni tambo tu za kwamba kushawishi wewe tusize nyumba. Ngoja nikwambie hiyo mweupe. Hili ni mweupe. Na kwa mtazamo nilienda tajiri yangu. Yes. Kwa hiyo mpango tumalize. Hapa kisha kufa sasa. Ile nyumba nachukua kirahisi. Maana shemeji na mudu. Lakini wewe akili yako kilewa unalopoka galopoka hivi. Na kujua. Na nakwambia sasa hivi sana. Unalopoka pale kule baa kule. Nakumbuka lakini kumbu ulikuwa na kitu kibabu. Anayeharibu. Ni gani? Okay? Sasa nitakupigia simu, chukua namba yangu. Unipigie simu baadaye. Okay, nipe simu yako, chukua namba yangu, maana simu yangu mimi niache chaji. Yes. Kwa kweli wewe ni kiwaluwalu kweli kweli. Lakini wewe ni kiwaluwalu. Akili yako haichunguziki vizuri. Punguza pombe, fanya kazi zingine, endelea kupambana hili swala, utalishinda. Cha msingi sasa. Mawasiliano mimi simu yangu niache chaji. Njoo nikupe namba. Nitakupa kesho. Sasa nashuka nikilabuni nitalewa, utalokoka. Chukua namba. Utalokoka, nenda. Njia hiyo. Acha kuniangalia hivyo wewe. Unaniangalia. Okay. Kumbe una hela wewe. Kweli. Sasa wewe tunalewa hadi unajikojolea. Ukapiga simu alafu mara ya pili ile ukakata mazima, sijui kulikuwa na nini. Yaani siku ile acha tu. Si alikuja yule shemeji yangu. Alikuja ni amelewa. Yaani ndio hivyo, yaani maelewano yakawa hakuna. Anapiga tu makelele. Nilisema hivi, tafuta mbinu yoyote kugawane pale ili usumbufu usiwepo. Kuna nazingua unakataa. Mimi nikusaidia ni ambapo na uwezo nako yani. Sema ndio hivyo, niko kwenye mikakati. Unajua soko kurupuka, lazima ujipange na swala kama haya. Habari? Sawa. Ameonekana? Toka mmetoka chuo. Watoto watu mnawili kama watoto 3000. Ameonekana? Kweli? Kama mmemaliza chuo, inazidi kunawili watoto watu. Kawaida. Kama watoto 3000 hivi, kumbe watoto 2000. Unajua kila kitu. Sasa unajua nini? Ngoja kwanza. Na kitu naogopa hicho. Mumeo hivi mzuri kabisa au hamiliki tu chupa hivi au naota? Sasa ngoja. Hapo ndio kwa nani hapa bila maana wananizunguka. Dadeni. Namna bwana. Tuko popo. Hapana. Bwana ni mtu safi kabisa na tunasali sisi. Kanisa gani? Wewe amini tunasali. Wewe unataka kanisa la nini? Kanisa linampeleka mtu mbinguni? Kuna jambo tuliongea naye alipopagusia. Alisema mimi ni mcha. Wewe. Alisema mcha. Kwa hiyo sitamalizia hapo mbaya. Mume wangu anasali.
Umekucha. Umekucha nini? Na maana mambo yangu mimi yanashinda kutumia haraka, kumbe nyinyi mnanizunguka na maana, si ndio? Unajua Mwaupenda nilikuwa nakutegemea sana. Mambo gani? Wewe nikwambia nini? Mambo gani? Mambo gani? Eti mambo gani? Wewe nikwambia nini? Kuhusu kuuza nyumba. Ndio maana mimi nilikataa kuwa na watu vilopolopo. Unaona sasa wewe unalopoka. Hapa mnafanya nini nyinyi? Huyu mke wa blaza. Unamtaka huyu hapa anaenda naye. Wewe ndio unamtaka, mimi namtaka. Wewe umemshitukia huyu hapa. Hapa si unataka nigeuzie mada, si ndio? Sasa na wewe. Narudia tena. Umeyakanyaga. Toka wewe. Umeyakanyaga. Wewe ziko zote kabisa kichwani wewe. Ziko zote kabisa. Achana naye, hana lolote. Ndo anajiita msomi. James, kuna wakati mwingine si kila unapopita yani wote hapo kwenye mawazo yako tu. Kuna mawazo mengine tunawaza tofauti na hayo ya nyumba. Pesa zako unaamua kumchukulia mpaka mke blaza. Alafu unaniambia eti hamna lolote. Usimpa mtu. Unakijua nicho. Ona wewe kimia na alivyo navyo hivi unameshoboka navyo, si ndio? Utanikuta bado. Kumbuke jana ulivyokuwa unajitetea. Ni yale. Leo umeanza. Brother, shida yangu mimi ndio kutoka na mke wa bro. Ila nataka tuuze nyumba kwa ajili ya kila mtu afe na cha kwake, sio kwamba utembee na mke wake. Alafu shem, mbona unavuka mipaka? Unavuka nini? Mipaka. Eti? Mimi ni shemeji yako. Kwani sina uhuru wa kuongea na mtu yoyote? Ndio mkae hivyo. Kwani mimi sina uhuru wa kukaa hivi? Ukaa hivyo. Sasa kwanza wewe kinakuuma nini? Kinakuuma nini? Wewe ni mke wa kakaangu, ni mke wa ndugu yangu mimi. Haya na wewe haimaanishi, sikiliza. Haimaanishi. Okay, mimi nilikuwa nakushikashika shemeji yangu. Sasa akifa mimi nakulisi. Akifa bro, mimi ndio wa kulisi wewe. Wewe umlisi nani? Na ndio mira zetu zinavyosema. Okay? Mimi nataka niwaulize. Hivi hapa tumeleta ni mjadala wa malumbano au maana sielewi. Lazima namzunguka bro. Wapenda? Wewe mzunguki yule kwenda kwa waganga, kwenda wapi ndio mzunguki? Shemeji, alienda kwa waganga. Unaona sasa tumesababisha nimetoboka. Hapo tu ndo mnanichosha. Sasa wewe umenoma design gani? Wewe umesababisha nimetoboka. Yeye au sisi ya labda. Mbona unakera? Wewe ndio umechokonoa kuhusu kati. Tutamalizana nyumbani. Hizo za waganga utaongea vizuri ukiwa na baba nyumbani. Sawa. Sasa na wewe. Na kumbe unajikosa na nini kumbe mnasingiza. Sasa na wewe. Tutamalizana nyumbani. Kumbe una jambo lako. Topini. Jamaa huyu. Hapo sawa. Kidogo tunaongea kiume, nenda hata 5 nenda. Ukifanya hivyo nitakupa 5. Nenda basi. Acha. Shemeji yako huyu mzee. Yaani hilo la uzima mimi sitaki kujua. Ninachotaka uniambie taarifa za kwa mganga imekuwaje? Mbona kama na wewe unataka kunizunguka vile? Hata tunazunguka vipi? Sikiliza sasa. Kaa hapa alafu nikuelekeze huko. Kaa hapa nikuelekeze. Ndipo. Kwa tunaogopa kwamba mume wako atakuwa yupo na madawa kwa sababu swala nililokujia kwako nyumbani kwa leo nalikuta. Uliniachia kazi kama mimi nilifanya nimshawishi, lakini wewe unakwenda kwa mganga. Ile la mganga ni kwa ajili ya mambo yetu. Yule ni mwanaume nilisema aende kwa mganga tajirike. Hapana. Hapa pana kitu. Kuna kitu mnanificha. Na hicho kitu mimi nitamwambia kakake, yaani mume wangu baadaye nitamueleza, tumuite huyo Shem James. Tukae naye chini atueleze ukweli. Labda ikiwe hivyo, lakini mimi sihusiki. Unahusika? Sihusiki. Kwa sababu wewe
Ongea na hayo. Unanipanda kichwani. Umetoka wapi muda huu? Saruni. Sikiliza nikwambie. Mama. Mimi usikuelewe. Yaani toka asubuhi. Unaenda sana. Afu unakuja kunikuta muda huu. Wewe tena. Nini? Ah? No. Tulia. Tulia basi. Tulia. Nakuuliza nitoboe siri. Ngoja kwanza. Sikia nikwambie. Leo. Na wewe siri gani unasema? Blaza. Pole. Blaza, kuwa mpole. Mimi ni ndugu yako. Kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Tulia, utajua kila kitu. Haya, kati yangu mimi na wewe nani mwenye siri ya mwenzie? Nasema hivi nitoboe Kati siri. yangu mimi na wewe nani mwenye siri ya mwenzie? Ngoja ninuswe kama hujaelewa. Unaona? Ulikuwa wapi? Nakuuliza ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Kumbe unataka nyumba iuzwe ili uendelee kulewa, si ndio? Haya, niambie ulikuwa. Haya, niambie siri unayosema shemeji yako anaifanya, si ndio? Tulia. Sasa